Wilaya ya Karagwe mkoani Kagera ni miongoni mwa wilaya za mkoa wa Kagera ambazo wananchi wa wilaya hii hutegemea sekta ya kilimo na ufugaji kujiinua kiuchumi na kukuza pato la taifa. Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB kwa kushirikiana na uongozi wa kiwanda cha kusindika maziwa na kutengeneza chakula cha mifugo Kama Fresh kilichoko katika kata ya Kihanga wilayani Karagwe Machi 2 mwaka huu, katika kuunga mkono jitihada za serikali kukuza uchumi kupitia sekta ya kilimo, wamekabidhi mitamba 110 yenye mimba kwa vijana na wanawake zaidi ya 100 wa wilaya ya Karagwe ambao wamejiunga katika vyama vya ushirika kupitia mpango wa Kopa Ng'ombe Lipa Maziwa. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa benki ya TADB hapa nchini, Frank Nyabundege, amesema kuwa ushirikiano wa benki hiyo na Kama Fresh ndio umewezesha vijana na wanawake yao 156 kunufaika na mitamba yenye mimba na ruzuku ya milioni 85. Tulianza mahusiano na Kama Fresh, na katika mahusiano yetu na Kama Fresh ambako tukamwekea kiwanda ambacho tutakwenda kukiona, sasa ni lazima tuweke mnyororo ambao utasaidia kile kiwanda kiweze kufanya kazi. Katika kufanya hivyo, tukawezesha Kama Fresh kuingiza ng'ombe mitamba 600, na mitamba hii 600 ikiwa ni kwa lengo la kuikopesha kwa wakulima au wafugaji kwa programu inayoitwa Kopa Ng'ombe Lipa Maziwa. Hapa ulipo ni chama cha ushirika cha UWAWAMA ambacho kina wanufaika 156 wakiwemo wanawake 64. Ndicho chama nafikiri chenye wanawake wengi kuliko vyama vingine vyote tulivyovitembelea. Na kupitia mradi wetu wa TAP3, wanachama hawa wamepata ruzuku ya shilingi milioni 85 kwa ajili ya kupunguza marejesho ya mikopo yao. Mkurugenzi wa kiwanda cha Kama Fresh Josa Mtangeki, kupitia katika hafla ya kukabidhi mitamba hiyo ambayo imefanyika katika kata ya Kihanga, amesema kuwa kwa sasa bado soko la maziwa linahitajika kwa kiasi kikubwa hapa nchini, na kumtaka waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Wali Kakurwa, ambaye amehudhuria hafla hiyo kama waziri mwenye dhamana, kuangalia jinsi serikali inavyoweza kuboresha miundombinu ya barabara na nishati ya umeme pamoja na maeneo tosherezi ya malisho. Kwa chachuli ambao mmekuja nao kupitia hapa na TADB, kidogo naona uzalishaji wa maziwa umepanda. Hata sasa tunaanza kianda hiki tunapata 7,000 mpaka 8,000 kwa siku, lakini kwa sasa hivi karibu tunapata kimia 20,000 kwa siku. Hii ni wazi kwamba industry inapanda, na vile vile wizara yetu tusaidie sasa hao wafugaji hao miundombinu. Umeshasema tendo shambani kwamba barabara zipitiki na collection centers na mateja kusanya maziwa hayatoshi, na ukijua maziwa kanao zaidi ya masaa 3 bado hajafanya chochote yanaharibika. Kwa hiyo inafika mara nyingine wafugaji wengine wanakosa nafasi kutoka kwenye masoko ambapo yako rasmi. Kwa mlengo huu, Mheshimiwa Waziri, ni vizuri zaidi serikali yetu katia nia iliyoanzisha ili tuweze kuwa mbele ya wenzetu hasa na kwa sababu na uwezo tunao nafasi tunazo. Na hapo Waziri Balozi Dr. Bashiru Wali Kakurwa, ambaye pia ametembelea kiwanda cha Kama Fresh na kujionea hali ya usindikaji wa maziwa pamoja na kutembelea shamba la mifugo la Kama Fresh, anatoa majibu. Nimeainisha mambo 5 ambayo nyote katika mjadala mmeainisha kwa namna mbalimbali na kwa lugha mbalimbali, kwamba ili ufuge kisasa, kibiashara na kwa tija, mambo 5 ya msingi yanabidi ya kuongoze. La kwanza sio kwa umuhimu, lakini tu ni kwa ujumla wake. Nikianza na hili aliyosema, ni afya ya wanyama unaowafuga, iwe ng'ombe, iwe mbuzi, iwe kondoo, iwe nguruwe, iwe kuku. Mfugo wowote unaofuga lazima kuzingatia afya ya mfugo unaofuga. Sasa afya inapatikana kwa njia nyingi. Kwa ng'ombe ni kuogesha, lakini chanjo ni sehemu ya afya. Madawa ni sehemu ya afya. Nilipokuwa shamba pale, wameomba na mimi nimewaelewa kwamba kwa namna wanavyokwenda
kama ushirika wanatakiwa ama wawe na duka la dawa za mifugo karibu au wenyewe wawe na duka hilo. La pili, la haraka ni miundombinu wezeshi, miundombinu ya masoko, miundombinu ya kutunza ubora. Ndio hayo makeni ambayo nimeambiwa nitawakabidhi. Miundombinu ya kupoza maziwa ili yaweze kuwa na ubora kwa muda mrefu, miundombinu ya umeme pamoja na generator kama umeme umekatika, miundombinu ya barabara. Na hapa nalizungumza Mheshimiwa Rasmi, nalisema mara nyingi kusudi niingie na Mheshimiwa DC na wabunge na madiwani, ranchi zetu hazipitiki hata mtu akiugua, hakuna barabara. Miundombinu ya umeme, miundombinu ya maji, kusimba visima. Tukikaa pamoja wawekezaji, tunaweza tukakubaliana namna ya kuchimba visima ili wafugaji wapate maji. Na hapa ni baadhi ya wanufaika wa mitamba iliyotolewa toka katika chama cha ushirika wa mama kata ya Kayanga wilayani Karagwe. Jina naitwa Celestine KK Edward, ni mkazi wa Karagwe ambako ni mwana ushirika wa Wawama, ambako ndiko leo tumekuja kupokea ng'ombe 110 kutoka kwa Yosam. Yosam mwenyewe ni sehemu ya kupitia, ambako sisi tumepata mkopo wa pesa kupitia kwa Yosam, ambako ndio kwa soko la maziwa. Ni ng'ombe wa maziwa, si ng'ombe wa nyama, ni ng'ombe wa maziwa, ambako kuna mwenyekiti wetu ambaye anaitwa Faustin Rokozi ambaye ndiye alibuni mbinu hizi na serikali yenyewe ambayo nayo imekuwa ikitaka watu katika hali za kuwa kwenye umoja. Sasa ikatengenezwa ushirika ambako tuko watu zaidi ya 150, tunaelekea karibu 200 nadhani. Lakini kwa leo ng'ombe walioweza kupata kutokana na mkopo wa milioni 300 na kadhaa. Naitwa Levinata Eginus, ni mkazi wa Karagwe, ni mmoja wa wanufaika wa mkopo wa ng'ombe wa maziwa. Tumekuja kwenye ziara hii ya waziri kwa ajili ya ukabidhiwa ng'ombe wa maziwa ambao wananufaisha wafugaji, ambao unaongeza kipato cha uzalishaji wa maziwa kwa wale wafugaji ambao walikuwa wana uzalishaji mdogo wa maziwa. Kwa sisi vijana tumeweza kunufaika na huu mkopo ambao unaunganisha vijana pia wanawake. Tunanufaika na huu mkopo kwa kuweza kuwa wafugaji na kujifunza ufugaji ulio bora wa tija. Kwa mimi nimeweza kunufaika kama mkopaji na nimeweza kuwa mfugaji kwa kupitia huu ushirika wa ufugaji wa Wawama, na kwa kushukuru sana benki ya TADB ya maendeleo ambayo imeweza kutuwezesha ushirika mpaka sasa hivi kunufaisha vijana, kunufaisha wanawake na kunufaisha pia wafugaji kwa ujumla ambao wana kiu ya kufuga kwa tija na wapate ng'ombe wa maziwa. Nikiripoti kutoka katika kata ya Kihanga wilayani Karagwe mkoani Kagera, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media TV Online.